starehe, mtu bado still ana sukari, lakini hajawa tayari kuacha unywaji wa pombe ama bia, anakuwa bado still hajawa tayari. Yuko tayari kuacha vyakula vyote, lakini hajawa tayari. Na mtu ana complain, mbona hospitali tunaambiwa kwa wiki tunywe angalau moja? Anasema sasa hospitali tunaambiwa tunywe angalau moja. Sasa dokta, mimi kama utaniruhusu sinywi wiki angalau moja, mimi nakunywa mwezi moja. Kama utaniruhusu mimi nalipia niingie. Tunamkatalia, tunamwambia bado hujawa tayari, endelea kujisaili. Ukweli ni huu mmoja tu ambao kila mmoja anatakiwa ujue. Nadhani walikuwa katika program 7 day challenge, huu nadhani wako clear, ndio maana wanafuata haya masharti bila hata kutumia tena nguvu. Wale walikuwa hawamo katika 7 day challenge, huruma ya mama yule anayempenda mwanawe, ama mzee ni yule anayempenda mwanawe, ni yule mzee anayemkosoa mwanawe hata kwa kumpiga pale anapofanya kosa. Mtoto kakosea, anampenda, ndo mwanawe kipenzi, lakini anamwadhibu, anamhukumu, anamkataza kwa lile alilolifanya, na anamkataza asirejee tena kwa sababu litamdhuru, japo halina madhara. Mfano, kaja mgeni tu, yule mtoto hajamsalimia mgeni, atamwambia msalimie, na asipotaka atamchukulia hatua, alimradi siku ya pili akija mgeni asalimie kwa mapenzi. Au kaja mgeni kaekewa chakula chochote kile, ikiwa matunda, biting yoyote, mtoto kaja akatamani, mzazi atamkataza kwa njia yoyote, na mgeni akiondoka anaweza akampiga, usintie aibu, sivyo hivyo, au jambo jingine lolote. Maana yake mtoto anayekatazwa na mzazi wake, yule mzazi ni mzazi sahihi kwa yule mtoto. Lakini tuchukulie mfano wa huyu mtoto, mwanao unampenda, kakuomba hichi umempa, kataka hili umempa, jambo umemkataza ananuna, halafu mzazi unaomba we msamaha. Mtoto huyu hana hatma njema ya maisha yake, utake usitake, abadan hawezi kuwa na hatma njema ya maisha yake. Tuchukulie ni mfano, sisi sasa hivi kutokana na hii utandawazi tunachukua sana mila za kizungu, yani zinatuathiri sana, lakini tuangalie hatma za mila za wazungu, wazee wa kizungu, tuangalie hatma zao. Hakuna abadan, huwezi kumuona, wachache sana, mtoto kumlea mzee wake wakati ule mzee wake ashakuwa mzee. Yani mtoto kwa mfano ana miaka 40, halafu akamlea mzazi wake ana miaka 70, sio rahisi. Wapo wachache sana Mwenyezi Mungu aliojalia imani, lakini wazungu wingi wazee wao wakishafika watu wazima, wakiona wale wazee hawana maslahi na wao, pengine hawana mali za kurithi, hawana hili la kupata kupitia wale wazee wao, mara nyingi wale wazee wanawapeleka katika nyumba za nini, za wazee. Mara nyingi wanawapeleka hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale wazee hawakuwalea watoto wao ili baadaye waje watumikie, tofauti na sisi wa Afrika. Sisi kwa sababu gani? Kwa sababu wazee wetu wametulea ili tupendane na tuwapende na wao, tumheshimu mkubwa na tumheshimu mdogo. Matunda yake tunakuja kuyaona uzeeni. Sasa nakanywe sukari, mtu mimi akiniambia dokta, kani siwezi kula hata ndizi, amini usiamini, wanamuonea huruma sana. Huyu kweli ndo aendelee kula mboga mboga tu, endelee kula saladi tu, mbona hashibi? Ukitia akilini, mbona hashibi? Lakini je, nimruhusu ale ndizi? Nimruhusu ale dona kidogo? Sasa mapenzi ya kweli ni yale ya mzee kumkataza mwanawe. Kutokana na mpangilio wako, sukari yako ndo kwanza tunaanza, usile ndizi, kula mchicha. Dokta, siwezi kula hata viazi mviringo, sijui majimbi. Naambia hakuna kula. Basi nimekupenda, nitakwambia kula kunde. Haya ndo mapenzi ya kweli, tofauti na yale mapenzi ambayo tunapewa katika vituo vya afya. Kula dona kidogo, kula ndizi unaruhusika, kunywa soda ambayo iko zero diet, ambao watu wengi wanafikiri yale ndo mapenzi. Lakini amini usiamini, mimi nakwambia amini usiamini, mimi naongea na watu wengi wagonjwa wa kisukari, maana yake kama research, yani na ripoti iliyokamilika. Amini usiamini,
au watu wote wanaokula hivyo, nendeni kwa madokta maspecialisti mnaowajua Dar es Salaam, Mwanza, ama hii mikoa mikubwa yote, nendeni, ambao wanaenda kliniki zao, nendeni, nadhani bila shaka mnazijua, kawaangalieni wale wagonjwa. Siku moja wewe amua tu, mimi nataka niende. Mfano ushajiunga na program 7 day challenge, angalau wiki mbili, nenda tu, halafu pale utaanza kushauriwa, utaanza kunini. Wallahi lazim nakuhakikishia utajua kuwa watu wanateketezwa bila wenye wao kujua. Amini usiamini hili jambo. Sisemi hivi kuwa naipamba program ya 7 day challenge, nasema hivi ndo lilivyo hili, na watu waliokuwa katika program 7 day challenge hili wanalijua. Kama umejiunga na program 7 day challenge, angalau wiki mbili tu, nenda katika zile kliniki kubwa kubwa wanaozijua, madaktari wakubwa wanaosifika hapa Tanzania, nenda katika kliniki zao, halafu kachukua ushauri wao, angalia wale wagonjwa wao, maendeleo progressive zao ziangalie, halafu zile progressive zao jilinganishe na wewe. Nishapata wagonjwa wingi wamo katika program 7 day challenge, wanawashawishi watu waingie katika program 7 day challenge, lakini wengine wanatumia kile kabla kwa washawishi, wanaenda upande wao kujiunga katika zile program zao. Yani wanaenda clinic siku ya kwanza, siku ya pili, sidhani kama wanaenda kwa kweli, lakini bila shaka wanaenda angalau mara moja. Wingi wao wakipimwa, wale madaktari wanawashangaa, wanaambia umekuja kufanya nini? Kwani we mgonjwa? Wingi wao hakuna hata mmoja, sijapata ripoti hata ya mmoja alioenda katika zile clinic akaambua wewe ni mgonjwa wa kisukari. Hakuna hata mmoja. Lakini akija kwetu tunamwambia wewe bado hujapona sukari. Kule anaambua wewe so mgonjwa wa kisukari, anapimwa mpaka ile ya miezi mitatu. Ile ripoti ya miezi mitatu akiileta kwetu tunamwambia wewe bado hujapona, wewe bado. Lakini akienda kule hizo kliniki kubwa kubwa, anaambia wewe sio mgonjwa wa sukari, umekuja kufanya nini hapa? Maana anaulizwa unatumia dawa? Situmii dawa. Unaona, situmii. Wewe una sukari? Mbona vipimo vyako vinaonyesha kuna sukari? Lakini akija kwetu naambia wewe bado mgonjwa mpaka upoe. Sasa linganisha hili. Sasa nakupa challenge nyingine, katika hizo clinic hutokuta abadan katika wagonjwa wao 1000 au maelfu, au tangu zile kliniki zinaanza mpaka hii leo ukakuta angalau mgonjwa mmoja kafanikiwa kupona sukari. Hutokuta abadan. Si wawili, angalau mgonjwa mmoja kafanikiwa kupona sukari. Hutoweza kukuta. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawatibu sukari, au sometime wanakuwa wana huruma na wagonjwa wao, huruma za yule mzee ambao hamwangalii mwanawe future yake. Haangalii mwanangu nkifa mimi ataishi vipi huyu, haangalii. Mimi sawa, sasa hivi nina mali, nafanya kazi, pesa zinaingia, mwanangu anakula kizuri, anavaa kizuri, anaendesha gari yote anayotaka, lakini nikifa je? Hizi system zote, miradi yote naisimamia mimi. Nikifa je? Ataweza kuiendeleza? Sasa lazima uwe katika hali hiyo. Jiangalie sasa hivi. Mimi sasa hivi siwezi kuacha uwanga, siwezi kuacha kunywa pombe, siwezi kuacha kunywa juice, siwezi kuacha matunda matamu. Lakini hii hali nikiendelea nayo baada ya miaka 5, je, itakuwaje? Hili swali lazima ujiulize. Baada ya miaka 10 itakuwaje? Na watu wengi wanajipa imani hii moja, wanajipa imani moja au imani mbili, wanajipa imani mbili. Imani ya kwanza, litakalotokea Mungu ashaliandika. Imani ya kwanza ambayo ni imani potofu. Hii ni imani potofu. Hakuna litakalotokea kwako kuwa Mungu ameliandika. Mfano katika imani ya Uislamu, mfano hatma ya kila mja ambaye ni dini ya Kiislamu anaamini hivi, kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, kila mtu amewekewa sehemu mbili. Mfano baada ya kufa, Waislamu tunaamini kuna moto na pepo. Maanake ukifanya mema utaingia peponi, ambao Wakristo wanasema uzima wa milele. Ukifanya mabaya utaingia motoni. Sasa kila mja amewekewa nafasi, yani amewekewa nafasi peponi, anayo nafasi yake, lakini vile vile amewekewa nafasi motoni, vile vile ana nafasi yake. Hiyo ni ushahidi kuwa
Kila jambo tayari umeandikiwa sehemu mbili, kuna kulia na kushoto. Ukifanya jema utakutana na mema, ukifanya baya utakutana na mabaya. Mtu anakula utasema hiyo sukari inavyoenda hiyo utakuja kuharibika figo. Nishaandikiwa mimi. Sio kweli, ni hukumu kutokana na matendo yako. Na imani ya pili, imani hii si Waislamu, tuna Wakristo vile vile wanayo. Imani ya pili ipo hivi, kuwa sote tutakufa. Hii ndio imani ya pili, sote tutakufa. Kweli sote tutakufa, ila utakufaje? Huu ndo penye mtihani hapa. Hakuna atakayebaki hapa duniani, kwa sababu wametangulia wengi, washaondoka. Tumekuja sisi, hii ni nguo yetu, na sisi tutake tusitake tutaondoka, tutakufa tu, ni lazima. Hili halina manusura, sote tutakufa, ila utakufaje? Hebu fikiria jambo moja. Umekufa sasa hivi sawa, lakini Mwenyezi Mungu amekupa uhai uishi miaka 80. Fikiria hivyo. Hatuwezi kukupa miaka 100 kwa sababu sasa hivi kuishi miaka 100 ngumu sana. Tufanye umeishi miaka 80 au 90 au 100. Tufanye umeishi miaka hiyo. Unaishi miaka hiyo, figo lishafeli. Mfano unafika miaka 70, figo limefeli. Nani atakayekupa figo? Haya, mwanao sawa, ndo mwanao anakupenda, ashakupa figo. Lakini je, kwa nini humuhurumii huyu mwanao? Na wewe ulikuwa una haki ya kupambana na afya yako ili mwanao asijitie ubovu. We mwanao ashakupa figo, unakaa nalo figo miaka 5 unakufa. Mwanao ana miaka mingine 40 ya kuishi na figo moja, huyu humfikirii? Kwa vile umemzaa, kila kilichokuweko kwake ni halali yako. Haya, figo tuseme liko hai, miguu ishakatwa. Maisha sasa hivi mtu akapambane ndo aje akupe wewe ule, akupeleke hospitali, ushashinda hospitali, inakuwaje? Sasa haya yote ukiyafikiria, haya yataondoa ile ladha tamu ya katika ulimi ya chakula tunachokula kila siku. Kila siku kile chakula unakula wali, unakula sembe, unakula ugali, ile ladha ile inaishi hapa kwenye ulimi tu basi, na ikifika tumboni ni sasa na unakula vyakula vingine, hakuna tena kitu. Sasa ukifikiria familia yako, ukifikiria maisha yako mwenyewe binafsi, ukijipa tathmini, mimi nikiishi miaka mingi, je, mimi kweli nitaishi miaka mingi bila ya afya? Afya ndo kila kitu, asikwambie mtu. Afya ndo kila kitu. Tuangalie au wasanii, mfano mzuri tu, wasanii wetu wa Kitanzania. Msanii maisha yake yote anaweka mitandaoni, huwa anaenjoy maisha na maisha mazuri kuliko mtu yoyote, lakini akiumwa, kastahamili, basi ni siku 40. Siku 41 utaanza kumuona anaanza kuomba michango, siku 41 tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kimeondoka kitu ghali katika mwili wake, ambao ni afya, na haipati kwingine popote abadan. Afya ikiondoka ndo imeondoka. Sasa kama wewe umeingia katika live ya leo, Mwenyezi Mungu amekujalia umeingia katika live ya leo, Mwenyezi Mungu amekujalia umeingia katika yale makundi yetu ya 4 day challenge ya kawaida, kaa ujifikirie mara mbili. Kaa ujifikirie mara mbili. Kupambana miezi 3, miezi 6 hadi mwaka hujapoteza. Kuacha wali, kuacha dona miezi 3, 6 mpaka mwaka hujapoteza. Abadan hujapoteza. Kaa jifikirie tena. Fikiria baada ya miaka 5 hali yako itakuwaje? Fikiria baada ya miaka 10 hali yako itakuwaje? Kwa sababu ukiendelea kutumia dawa za hospitali, ukiendelea kula tu ukajiachia ukasema sina chakula chengine, matokeo yako ni mabaya. Yani final yako ni mbaya. Sukari haiwezi kukuacha, sukari haiwezi kukuacha abadan. Ukienda kwa hospitalini, watu kila siku wanakatwa miguu, na ukikatwa mguu huna duru, sio kwa nini. Yani hili jambo hili mpaka leo mimi silipatii picha. Wagonjwa wingi wa sukari wakikatwa mguu huwa hawana tena uhai, kinachofuata ni kifo tu.
wingi, bila shaka na nyinyi mtakuwa mashahidi. Sasa kabla hayajafika haya yote, kama vile mwanzo nilivyosema, mafanikio ya kesho yanapatikana kwa jitihada za leo. Mafanikio tutakayoyapata kesho yanapatikana kwa jitihada za leo. Kwa maana una haki ya kupambana kuanzia hii leo. Hivi sasa hivi hujachelewa. Maanake hivi sasa hivi kaa useme na moyo wako, hivi sasa hivi hujachelewa bado. Kaa useme na moyo wako, kadri unavyoweza, sema na moyo wako, then anza tia nia kwa sasa nataka kupona sukari. Kama mnywaji wa pombe, umekunywa pombe mara ngapi? Umekunywa pombe miaka mingapi? Umepata nini? Waangalie waliokuwa hawanywi pombe, wameathirika na nini? Wamepungua wapi? Kama dona, umekula mara ngapi? Miaka mingapi? Umepata nini? Waangalie waliokuwa hawali dona, wameathirika na nini? Kwa maana kila na mtu ana nafasi ya kujipambania mwili wake ama afya yake. Nafasi unayo, jipambanie. Nadhani itoshe.